Hapo zamani za kale, nyuma ya milima 7 na maporomoko ya maji yenye sauti kama mgurumo wa simba aliyekasirika, kulikuwa na kijiji kidogo kiitwacho Matuzi. Kijiji hicho kilikuwa kimejengwa kando ya ziwa la machozi, ziwa ambalo jina lake linatokana na simulizi kuwa kila tone la maji yake lilikuwa na historia ya huzuni ya mtu fulani. Katika kijiji hicho aliishi mzee mmoja aliyeitwa Babu Kado. Babu huyu hakuwa wa kawaida. Alikuwa mvuvi wa kawaida kwa macho ya wengi, lakini aliishi kwa hekima ya ajabu, mithili ya mtu aliyewahi kuonja maisha ya pande zote, ya furaha, huzuni, mateso na rehema. Babu Kado alikuwa mjane kwa miaka mingi. Alikuwa na mjukuu mmoja tu aitwaye Kito, ambaye alimlea tangu akiwa mchanga baada ya mama yake kufariki dunia alipokuwa akizaa ama akijifungua. Kito alikuwa mvulana mwenye akili nyingi, lakini pia alikuwa na moyo wa huruma kama babu yake. Kazi ya babu yake Kado ilikuwa kuvua samaki kwenye ziwa la machozi kila alfajiri, kisha kuwapeleka sokoni kwa bei ya haki. Hakuwa na tamaa, alikula na masikini, aliwasaidia mayatima, na alijulikana kwa msemo wake mmoja maarufu unaosema, maji huwa hayabebi mtu ajeuri bila kumfundisha kuogelea. Mbali kidogo na kijiji cha Matuzi kulikuwa na ufalme wa Gondore, ulioongozwa na mfalme Zuberi wa 10. Mfalme huyu hakuwa kama jina lake linavyosikika. Alikuwa mkatili, mwenye roho ya chuma na moyo wa moto kabisa. Alipenda kujitwalia mali za watu. Aliamini kuwa Mungu alimuumba awe juu ya wengine wote duniani. Mfalme huyu alikuwa na jumba la kifahari lililojengwa na dhahabu na almasi. Wakati watu wake walikosa chakula, yeye alikula nyama ya paa waliooka kwenye mafuta ya zabibu. Alivua kodi ya juu kwa kila mwananchi. Hata masikini walilazimika kutoa kile kidogo walichonacho. Lakini hofu ya mfalme ilianza siku moja alipoota ndoto ya ajabu. Katika ndoto hiyo, alimuona mzee mmoja ambaye ni mvuvi, mwenye ndevu nyeupe kama pamba, akimvua taji kichwani na kuitumbukiza ndani ya ziwa la machozi. Ndoto hiyo ilimnyima usingizi sana mfalme huyo, na akaamuru wanajeshi wake kuchunguza ni nani huyo mzee mvuvi wa ajabu. Baada ya siku 3, ripoti ilifika. Walisema, mfalme wetu, kuna mvuvi mmoja tu kwenye ziwa la machozi. Anaishi kijiji cha Matuzi, anaitwa Babu Kado. Mfalme Zuberi alitumia wanajeshi wake kumleta Babu Kado mbele yake. Bila heshima wala adabu, walimvuta mzee huyo hadi kwenye kasri la kifalme. Kito alimfuata kwa machozi huku akilia, babu, usiondoke, wanaweza kukudhuru. Lakini Babu Kado alimtazama kwa upole na kusema, usiogope mwanangu, heri kuumizwa kwa haki kuliko kuishi kwa uongo. Alipofikishwa mbele ya mfalme, Zuberi alimtazama kwa dharau kisha akasema, wewe ndiye uliyeniondoa taji katika ndoto yangu? Babu Kado alitabasamu taratibu kisha akasema kwa sauti ya utulivu, ndoto ni kivuli cha kweli. Taji lina mzizi wa moyo. Ukivaa taji ya chuma kwa kichwa cha mawe linaanguka tu. Kauli hiyo ilimkasirisha mfalme sana. Alipiga kelele na kusema, nitakufanya mtumwa. Utafishwa hadi siku zako za mwisho. Lakini kabla hajatoa hukumu rasmi, mmoja wa washauri wake alipiga magoti na kusema, mfalme wangu, mzee huyu anajulikana kwa hekima. Labda una deni la maono ya kweli kwake. Mpe siku 3, aishi hapa ikulu. Ikiwa hakuleta maana ya ndoto yako, muue mbele ya umma. Mfalme akakubali. Siku ya kwanza, Babu Kado alitumia muda kuzunguka bustani ya kifalme, akizunguka na watumishi, kisha aliwauliza, mfalme wenu huwalipa kwa haki? Wengi walitikisa vichwa kwa huzuni. Babu Kado alinyamaza. Siku ya pili, alikaa sokoni akisikiliza manunguniko ya raia. Kodi imezidi, tuna njaa, maji yamekauka. Babu Kado alikusanya kila kilio kama vile anavyochota maji ya ziwani. Siku ya 3, alimwomba mfalme wakutane kwenye ukumbi wa faragha. Kisha alimwambia mfalme, Mfalme Zuberi, ndoto yako si ya kawaida. Wewe ni mtu mkubwa, lakini unavaa taji la ubabe badala ya busara. Ziwa la machozi halikuitwa hivyo kwa bahati mbaya, bali ni kiwakilishi cha mateso ya watu wako. Taji lako linaelea juu ya machozi ya walioonewa. Ndoto yako ni onyo kwamba siku utakayopoteza huruma, utapoteza pia utawala. Mfalme alicheka kwa kejeli, kisha akasema, haya ni maneno tu ya mzee wa mtoni. Nitakufanya mfano wa adhabu. Lakini kabla hajatoa amri ya kuuawa kwa Babu Kado, milango ya kasri ikagongwa kwa nguvu. Mshauri wa mfalme akaingia kwa haraka kisha akasema, mfalme, vuguvugu la watu limeanza.
wanadai haki, wanamkumbatia huyu mzee kama mwalimu wao. Mfalme akatetemeka. Kisha mfalme aliamua kutumia nguvu. Alitumia askari kuwatisha watu, lakini kila walipoenda walikumbana na raia waliovaa samaki wa mbao kwenye shingo, ishara ya wafuasi wa Babukado. Katika siku 7 tu, kijiji kilianza harakati za mabadiliko. Vijana waligoma, akina mama wakakataa kufua nguo za kifalme. Babukado hakutoa amri, lakini busara zake ziliainisha mioyo ya wengi. Hatimaye mfalme aliingia ukumbini akiwa amechoka, macho mekundu, kisha akasema, Mzee, nipe ushauri wa mwisho, nitakubali lolote. Babukado akasema, Tupa taji lako kwenye ziwa la machozi. Nenda ukawe mvua kwa watu wako, si mvua ya chuma, bali ya rehema. Tembea mtaani, sikiliza, ujifunze. Na ukifanya hivyo, taji hilo litarudi kichwani kwa njia ya heshima. Mfalme akatii. Alitupa taji, kisha akalia mbele ya watu wake. Akaanza upya kama mtumishi wa kwanza wa ufalme. Hakuivua heshima yake, bali alivaa hekima. Miaka ikapita, Mfalme Zuberi alibadilika kuwa mmoja wa viongozi bora kuwahi kuongoza Gondore. Babukado alifariki miaka 3 baadaye akiwa amezikwa kando ya ziwa la machozi. Na juu ya kaburi lake, watu waliweka maandishi yanayosema, aliyekuwa taa ya busara katika giza la jeuri. Kito mjukuu wake alikuwa mtaalamu wa sheria na baadaye alichaguliwa kuwa mshauri mkuu wa mfalme. Alihifadhiwa urithi wa hekima ya babu yake na alisimulia simulizi hii kila mwaka kwenye sikukuu ya rehema. Je, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Mimi nimejifunza kuwa ubabe na utawala wa hofu huweza kumiliki ardhi, lakini si mioyo. Hekima, rehema na usawa ni taji halisi la uongozi. Mtu wa kawaida aliyevaa busara anaweza kubadilisha hata moyo wa chuma. Je, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo. Nikukumbushe usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.